Hivi unajua kwamba kila kitu unachotamani kinaanza ndani ya akili yako, lakini sio akili unaiona kila siku. Ni ile akili fiche, tunaita subconscious mind. Ndio, hiyo ni nguvu isiyoonekana ambayo inafanya baadhi ya watu kufanikisha ndoto zao haraka sana, wakati wengine wanapoteza miaka mingi sana bila kuona matokeo. Leo nitakuonyesha jinsi ya kutumia akili yako isiyo wazi, kwa maana ya subconscious mind, kufanikisha kila unachotamani bila kuogopa, bila shaka na bila kusubiri. Time perfect. Kila mtu ana ndoto, labda ni biashara unaotaka kuanzisha, kazi unaotamani au ustawi wa fedha. Lakini tofauti kubwa kati ya watu wanaofaulu na wale wanaokosa ni jinsi wanavyotumia akili yao isiyo wazi, kwa maana ya subconscious mind. Akili isiyo wazi ina power beyond imagination. Inaweza kuunda reality, kukusaidia kuvuka blocks na kuvutia fursa ambazo hata hujawahi kuzifikiria. Sasa hebu tuchambue. Subconscious mind ni nini? Hii ni sehemu ya akili yako inayofanya kazi 24 hours, kwa maana masaa 24 ndani ya siku 7. Ikikusanya tabia zako, namna unavyoamini, kwa maana beliefs, na experience zako. Kila fikra unaofikiria mara kwa mara, kila fear, kila dream, kila kitu kinaenda ndani yake. Na kitakachotokea, subconscious mind itafanya kazi bila wewe hata kujua. Kwanza lazima ufahamu kwamba akili yako isiyo wazi haiwezi kutenganishwa na uwezekano wa kudhani. Ikiwa unaamini sina uwezo au ndoto zangu hazitafanikiwa, hiyo ni ile belief system ambayo inakuzuia. Hapa positive affirmation zinaanza kazi. Fikiria ukiwa na usemi mmoja tu kama I am capable of achieving anything I desire, kwa maana nina uwezo wa kufanikisha jambo lolote ninalotamani. Ukirudia mara kwa mara, si maneno tu, akili yako isiyo wazi, kwa maana subconscious mind, inaanza kufanya reprogramming. Unapojua hili, unakuwa mtegemezi wa uhalisia. Lakini pia kuna kitu tunaita visualize kila unachotamani. Visualization ni nguvu kubwa sana. Watu wenye mafanikio wanatumia mental rehearsal kila siku. Si ndoto tu, bali kuiona kama imetokea tayari. Fikiria unataka business yako iende haraka, au fikiria kila step, kila mtu unayekutana naye, kila challenge unayoshinda. Hii inatengeneza kitu kinaitwa neural pathways ndani ya ubongo wako, na subconscious mind inasikia kwamba haya ni ukweli. Na akili isiyo wazi haiwezi kutofautisha reality na imagination. Kwa hiyo ikiwa umeona kwa undani, itakusaidia kufanikisha malengo yako. Akili yako isiyo wazi inakuwa kwa tabia. Usijali sana kuhusu immediate results. Fikiria kitu kimoja: kuandika ndoto yako kila asubuhi, kurekebisha namna unavyozungumza, au kuunda routines ndogo zinazokuelekea malengo yako. Hizi ni njia za constant feeding kwa ubongo wako, au tunaita kwa akili yako fiche, subconscious mind. Kila thought, action au choice inayoendana na dreams zako inakufanya karibu zaidi ya success automatically. Kuna kitu tunaita power of emotions. Emotions ni mafuta ya subconscious mind. Usifikirie tu positively. Hisia lazima ziwe deep. Wakati unafikiria ndoto zako, hisi kila victory, hisi kila joy na kila achievement. Subconscious mind yako inahitaji emotional to act. Inahitaji feeling ili uweze kutenda. Hii ndio sababu visualization yenye hisia ni zaidi ya powerful kuliko plani ya business isiyo na passion. Hapo unaweza kutumia maneno kama I feel rich, I feel successful, I feel unstoppable. Naendelea kuisikia kila siku. Wengi wanashindwa kwa sababu subconscious mind imejaa beliefs zinazokuzuia. Kwa mfano, sina pesa kuanza, au maendeleo au success ni kwa wengine tu. Njia ya kuondoa hizi awareness
ni kufanya replacement. Kwa maana tambua fear au limitation, andika alternative positive belief yake, rudi mara kwa mara au rudia mara kwa mara. Kama unavyofanya, subconscious mind inakuwa loyal ally badala ya enemy. Action, subconscious mind haina magic bila action. Hii ni muhimu sana. Akili isiyo wazi inaweza kukuongoza, lakini ina kazi zaidi kama unachukua action. Weka clear intentions, visualize, affirm, na kisha fanya zile steps ndogo ndogo consistently. Hii ndio formula ya dreams to reality. Fikiria Elon Musk kwa mfano. Mtu huyu anaweza kufanikisha space travel kwa sababu subconscious mind yake naamini ina kile tunakiita belief system thabiti, visualization na action. Au mtu kama Oprah Winfrey, uangalie namna ambavyo anaweza kuvisualize, kufanya affirmation au emotional beliefs, lakini pia na consistent action. Lazima uwe na vitendo ambavyo unafanya kila siku kuimplement hilo jambo lako. Unaona pattern, power iko ndani yako. Subconscious mind yako ni engine, wewe ni driver. Hebu siiache hofu, doubt na procrastination ku let down. Sasa hebu to summarize. Positive beliefs ni reprogram your subconscious mind. Visualization au mental rehearsal una create clarity na certainty. Lakini tatu, kuna habits and routines kwa maana ya feed subconscious consistently. 4 ni fuel the mind of act kwa maana emotions. Lakini 5, remove limiting beliefs, create freedom to grow. Take consistent action, make subconscious magic real. Ikiwa utachukua hatua hizi, ndoto zako zitakuwa ndoto tu, zitakuwa real, halisi. Kumbuka, akili isiyo wazi haijali how hard, how impossible. Inafanya kazi based on what you feel it daily. Hivyo chagua kwa hekima, chagua kwa intention, chagua kwa action. Sasa ni wakati wa kuanza. Andika ndoto yako, visualize kila siku, hisi victory na chukua hatua ndogo leo. Ndoto zako ziko ndani ya akili yako isiyo wazi, kwa maana subconscious mind, na sasa ni wakati wa kuzifanya ziwe halisi. Hii si pepo tu, ni science, psychology na power iliyoko ndani yako. Usubiri, start now. Na angalia maisha yako kubadilika kwa nguvu akili yako isiyo wazi. Asante.